Yeremia 35 mstari wa kwanza. Ili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati wa utawala wa Jehoakimu mwana wa Josia mfalme wa Juda. Nenda kwa jamaa ya Warekebu, nenda kwa boma ya watu wanaitwa Warekebu, uwaalike waje kwenye moja ya vyumba, uwaalike waje kwa nyumba vya pembeni ya nyumba ya Bwana, na uwape divai wanywe. Basi nikaenda kumwita Yasania mwana wa Yeremia mwana wa Bazania, ndugu zake na wanawe wote, yaani jamaa nzima ya Warekebu. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana, nikaleta hiyo familia yote kanisani. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana, ndani ya chumba cha wana wa Anani mwana wa Igdalia mtu wa Mungu. Kilikuwa karibu na chumba cha maafisa ambacho kilikuwa juu ya kile cha Maaseya mwana wa Shalumu aliyekuwa bawabu. Kisha nikaweka mabakuli yaliyojaa divai, na baadhi ya vikombe mbele ya watu wa jamaa ya Warekebu, mbele ya jamaa familia ya mtu anaitwa Warekebu ama Rekebu ama kizungu Rechabites, na kuwaambiaje? Kunyweni divai. Lakini wao wakajibu, sisi hatunywi divai, sisi hatuwezi tukakunywa divai, kwa sababu baba yetu Jonadabu mwana wa Rekebu, kwa sababu babu zetu Jonadabu mwana wa Rekebu alitupa angizo hili, ninyi wala watoto wenu, nyinyi ama watoto wenu, msikunywe divai, msije mkakunywa divai, pia msijenge nyumba, na msijenge nyumba, wala kuotesha mbegu, kupanda mashamba ya misabibu, na wala kupata mashamba kila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni familia. Ninajaribu kukuonyesha vile covenant is very powerful. This family comes from Rechabites lineage. Na hawa ni watoto wa mbali, kama vile unaweza sema vitukuu, na zile ziko hapa mbele ya vitukuu za boma fulani. Wakaitwa kwa Mungu wafanyiwe ibada. Wao wakasema, sisi tangu tulipozaliwa tulikuta kuna mahagano kwetu nyumbani ya kwamba atukunywe divai. Sisi tulikuta mahagano nyumbani ya kwamba atupandi mizabibu, na wala atujengi permanent house, because it is a covenant. We found in our family a covenant. Sasa anabeba ile kiapo, anabeba ile makubaliano. Sasa kwa sababu ya hiyo anatumia hiyo njia ya wale waliwawekea, na ni mpaka avunje ile hagano. Na njia ya kuvunja ni kufanya kitu continuously for long time on the altar. Amen. Anasema ya kwamba sitasahau agano yangu hata vizazi vikikaa miaka 1000. Kuna mtu maisha inakwenda kubadilika. Amen. Hujasema amen nzuri? Amen. Nasema kuna mtu maisha inakwenda kubadilika. Amen. Sema Mungu wa majeshi, nipe kuelewa kuhusu mahagano.